Ndugu waandishi wa habari, habarini za saizi. Ndugu zangu, ninaitwa Bashiri Abdallah Selemani. Leo nimekuiteni hapa kwa ajili ya kuzungumza mambo machache ambayo yanahusu jamii yetu na yanahusu Chadema kwa ujumla. Jambo la kwanza, nimekuiteni jana tarehe 22 mwezi wa 4 2025. Tulipokea barua kutoka kwenye tume. Nikiongea tu kwa ufupi hivyo, nafikiri mtakuwa mnanielewa. Tumepokea barua kutoka kwenye tume. Kwa mujibu wa ibara ya 74 ibara ndogo ya kwanza inasema kutakuwa na tume ya uchaguzi ya Jamhuri ya Muungano ambayo itakuwa na wajumbe. Hiyo inaendelea kueleza mambo mbalimbali ambayo yatakayoendelea humo ndani, nikiwa na maanisha kwamba katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatambua tume ya uchaguzi, lakini nimepokea barua ikiwa nasema tume huru ya uchaguzi. Kwa hiyo hichi kinachoendelea kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77 ibara ya 74 na ibara zake zote zinazoendelea, hakuna masahihisho yoyote kwenye katiba ambayo yamefanyika. Kwa hiyo kwa barua hii niliyopokea, sisi kama Chadema bado kunaendelea kuwa na ubatili, kwa sababu hatutambui kinachoendelea, na kwa sasa sisi tuna no reforms no election, na hiyo ndio tunaendelea kuisimamia. Tumepokea barua hii ikiwa inaeleza kuhusiana na zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura awamu ya pili ya mwaka 2025, ambayo zoezi hili litaanza tarehe 1 mwezi wa 5 2025 na kuisha tarehe 7 mwezi wa 5 2025. Sisi kama Chadema jimbo la Tarime mjini, na kufuata maagizo ya chama makao makuu yanayoendelea, barua hii hatutaitekeleza kwenye jambo lolote, kwa maana hatutapeleka mawakala kama walivyoomba, kwa sababu sisi tuna programu yetu ya no reforms no election. Kwa hiyo hayo mabadiliko ya kimfumo kwenye uchaguzi hatujayaona, na mabadiliko haya yanaanzia kwenye katiba kama ambavyo nilivyoanza kukoti ibara ya 74 ibara ndogo ya kwanza. Bado katiba ya jamhuri inatambua tume ya uchaguzi, lakini tukiwa tunapata maelekezo huku ya tume huru ya uchaguzi. Kwa hiyo sisi Chadema jimbo la Tarime mjini hatutahusika kwenye jambo lolote. Wasije wakachukua mawakala wakawaita jina la Chadema. Chadema hatutashiriki kwa jambo lolote juu ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura awamu ya pili. Kwa hiyo wao waendelee na zoezi, na tunashukuru barua hii wameileta. Tumeona kuna vituo 16 kama walivyoviweka kwenye kata zote 8. Kwa hili waandishi wa habari, mtufikishie jambo hili kwa wote wanaohusika, tume ya uchaguzi inayohusika na huyu bwana aliyetuandikia barua, kwamba hatutashiriki kwenye jambo lolote, kwa sababu sisi Chadema hatuko huko kwa sasa. La pili ni kuhusiana na maendeleo jimbo la Tarime mjini, nikianzia kwenye barabara zetu ambazo zinapitika mjini humu. Barabara nyingi zimekuwa mbovu. Barabara ya kwanza ambayo nitaizungumzia ni barabara ya kutoka Nkende sekondari kwenda jeshini, kambi ya jeshi, kupita Mori, kupita miti ya Riziki. Barabara hii ni mbaya sana.
TARURA na washirika wao walifanyie kazi ili barabara hiyo ipitike vizuri na barabara na gari zisikwame, kwa sababu hiyo barabara ina umuhimu sana. Inakwenda kwenye kata zisizopungua 2 ambazo ziko ndani ya wilaya yetu ya Tarime, kata ya Susuni na kata ya Bumera. Lakini ukipitiliza hapo unakwenda mpaka Rorya. Kwa hiyo barabara hiyo ni muhimu sana na ina wapitaji wengi. TARURA waliangalie jambo hilo. Lakini halmashauri na wenyewe kwenye hiyo barabara waangalie, kwa sababu barabara hiyo ina uchumi wa halmashauri. Ina magari ambayo yanabeba material mbalimbali ambayo halmashauri wanakuja kupata ushuru wa madini, lakini kupata ushuru unaoingia halmashauri zisizopungua shilingi 8,000 kila tripu moja ya kwanza, lakini tripu zinazofuata ni shilingi 3,300. Kwa hiyo halmashauri inakusanya mapato hapo, ihakikishe na yenyewe inaiangalia hiyo barabara, kwa sababu kuna makusanyo yanakusanywa kutokana na hiyo barabara. Lakini barabara ya pili ni barabara ya uwanja wa ndege, ambayo barabara hii tunakwenda kupokea watalii na tunasafirisha watalii. Barabara hiyo ni mbaya kwa sasa, na halmashauri inapokea si chini ya milioni 20 kutoka kwa mwekezaji huyo. Kwa hiyo halmashauri wahusike kwenye barabara ile, pamoja na kuwa TARURA wana wajibu kwenye hizo barabara, lakini halmashauri inakusanya kodi, wanashindwa tu hata kuweka vifusi. Hilo ni tatizo. Kwa hiyo wote wadau wanaohusika na maendeleo hayo waweze kuliangalia hilo, kwa sababu mwisho wa siku huwa wanajisifia kwamba wamefanya kazi nzuri na wanajipongeza. Kwa hilo lifanyiwe kazi ili kuhakikisha barabara hizo zinapitika. Lakini jambo la